damu ilipowekwa, ndipo sasa hii kipindi cha kuhesabu sasa lini patakatifu patatakaswa, lakini sio tu hivyo, na lini Yerusalemu itaangamizwa, ndipo kilipokuwa kinaanza mnamo mwaka wa 457 kabla ya Kristo. Ndipo sasa mfalme Atashata wa Uajemi alitoa tamko la kujenga upya mji wa Yerusalemu. Hapo sasa ndipo tunapoanza kuhesabu hii miaka 2300 kuanzia huo mwaka 457 kabla ya Kristo hadi mwaka 1844 ndipo zinapokamilika miaka 2300 iliyosema kwenye kitabu cha Danieli 8 fungu la 14. Ni kusema nini sasa? Ni muda ambao sasa patakatifu palitakaswa. Ni muda sasa ambao Yesu alihama au alifunga huduma yake aliyokuwa anaifanya kwenye kile chumba cha kwanza katika ile hekalu la mbinguni, akahamia kwenye chumba cha pili. Anaingia mara moja, sio kama ilivyokuwa hapo kwa duniani makuhani walikuwa wanajirudia kwa mwaka huu na mwaka ujao na mwaka. Yeye aliingia mara hii tu, lakini mpaka muda huu tunapoongea Kristo bado yuko mbinguni kwenye kile chumba cha pili akiwa anafanya kazi ya kupatanisha sisi pamoja na Baba, ya kupatanisha dhambi zetu ambazo zilikuwa katika ile habari ya kwenye kile patakatifu, ile sehemu ya kwanza. Sasa ni kusema nini? Ni kwamba baada ya mamlaka hii kujaribu kuondoa ile fundisho, kitabu cha Ufunuo 10 fungu la 11 inasema kwamba imepasa kutoa unabii huu tena. Tumshukuru Mungu ni kwamba alitoa tena nafasi nyingine, alifunua vizuri tena kwa watu wake wakaweza kuelewa fundisho hili la patakatifu, na hapo sasa ujumbe huu ukaanza kutolewa, na mpaka sasa hivi bado hata sisi tunautoa, ili kusudi watu waliokandamizwa na hii pembe ndogo, watu ambao wamekandamizwa kwa muda mrefu na mafundisho maovu ya mamlaka ya Kirumi, sasa waweze kuondokana nayo, waweze kutambua kwamba anayesamehe dhambi ni Mungu mwenyewe na sio mwanadamu tena. Sasa unaposoma kitabu sasa tumeona kwamba jambo hili la huduma ya upatanisho huwa inaambatana na hukumu. Ni kwamba unaposoma hicho kitabu cha Mambo ya Walawi 16 kwenye zile fungu la 30 na la 31, unaona kwamba wakati kuhani alipokuwa akifanya huku huduma ya upatanisho, kilichokuwa kinafanyika ni nini? Ni kwamba ilikuwa inapita hukumu ya upelelezi crisis kwenye kusanyiko la Waisraeli ambao walikuwa ni nje, walikuwa kwenye ule ua wa nje wa hekalu wakiwa wanaugulia. Siku hiyo walikuwa hawali, walikuwa wamefunga, wanatesa nafsi zao, wanahuzunikia dhambi ambazo wamezitenda, na hukumu ilikuwa inapita, mioyo ilikuwa inachunguzwa. Kila mtu ambaye alikuwa anatubu kwa dhati na kwa kweli kutoka moyoni, ndiye ambaye dhambi zake zilikuwa zinaondolewa kwenye ile hekalu, zilikuwa zinaondolewa kwenye ile patakatifu wa patakatifu. Na kuhani anapokuja huku nje, alikuwa anatoka nazo nje na kuja kuzipatiliza kwa huyu mbuzi wa Azazeli, na alikuwa anaenda kufa nazo jangwani, na hao walikuwa wanasamehewa. Ni kusema nini sasa? Ni kwamba tangu hicho kipindi, na takriban sasa hivi ni kama miaka nadhani inaelekea kama miaka 200 tangu kipindi hicho, ni kwamba sasa Kristo amekuwa akifanya kazi hiyo ya kutupatanisha sisi, na katika muda wa upatanisho inaendelea hukumu ya upelelezi hata kwetu pia, kama ilivyokuwa katika makusanyiko ya Waisraeli kwa ile zamani, kwa sababu hili jambo lilikuwa linamfunua Kristo. Sasa akiwa katika huduma ya patakatifu akiwa anatufanyia kazi ya upatanisho hii, ni kwamba sasa hivi iko inaendelea hukumu ya upelelezi kwa watu wanaodai kwamba ni wa Kristo. Yaani ni kwamba hukumu hii inaanzia kwa kanisa, yani inaanzia kwa watu wake, lakini sio tu watu wake, watu wote ambao wao wanadai kuwa ni Wakristo. Hukumu hii inaendelea kwao, mambo yao yanachunguzwa. Imeanza kwa watu ambao walishakufa, lakini walikuwa wanadai kwamba ni watu wa Mungu tangu uzao wa Adamu mpaka atakapoondoka Yesu Kristo katika hicho chumba cha patakatifu, ndipo kazi hii itakapokuwa imekoma. Tumeona kwamba Waisraeli wao walikuwa katika kipindi hiki wanajitesa nafsi zao, walikuwa ni kipindi ambacho wanahuzunika, wanatubu, ni kama wako wanajisalimisha nafsi zao, wanasulubisha nafsi zao ili waweze kusamehewa dhambi zao. Hata sisi katika kipindi hiki sio kipindi cha kucheza. Kristo akiwa katika chumba, hakuna chumba kingine mbele, maana hakuna tena muda wa rehema mbele. Baada ya hapa, na sasa hivi hukumu ipo inaendelea, tuendelee kuchunguzwa. Kila mambo tunayoyaongea, kila kitu tunachokifanya, kila jambo tunaloliwaza, kila namna tunayoifanya, tunavyoangalia, hata moyoni mwetu, mambo ambayo pengine tunataka tusiyafanye kwa nje, lakini yote yako wazi kwa Mungu.
Tunaweza tukaficha dhambi zetu kwa wazazi, tunaweza tukaficha dhambi zetu kwa marafiki, tunaweza tukaficha dhambi zetu hata kwa nini kwa ndugu zetu, tunaweza tukaficha dhambi zetu kwa viongozi wa dini. Lakini sikiliza, dhambi zote zilizotendwa gizani au mwangani, zote kwa Mungu zipo dhahiri, nazo utazitolea hesabu katika siku ya mwisho. Nasikia baada ya kuhani kumaliza huduma ya upatanisho, alikuwa anatoka na kuja kumpatiza yule mbuzi wa Azazeli, naenda kufanya jangwani zile dhambi. Ni kusema nini? Baada ya Kristo kutoka katika kile chumba cha patakatifu pa patakatifu, atakachokuja ukifanya ni nini? Ni Kristo sasa anakuja ulimwenguni kwa ajili ya kukamilisha sasa hukumu. Upelelezi sasa umekwisha kuisha na kila kesi ya kila mtu imekwisha kuamriwa. Sasa kinachofuata ni hukumu yenyewe, ni adhabu yenyewe, ni malipo yenyewe, ni implication criminal yenyewe, hukumu. Sasa anapofika ni kusema nini? Kristo atakapokuja, dhambi zote sasa ambazo alikuwa tayari amezipatanisha za watu ambao walikuwa wametubu kwake wakidai haki yake, na akawa amewafunika kwa ile haki yake, sasa dhambi hizo atatoka nazo na ataenda kuziweka juu ya mbuzi wa Azazeli ambaye ni shetani mwenyewe msababishi. Kwa hiyo shetani ataangamizwa nazo hizo dhambi. Ni kama yule mbuzi wa Azazeli, dhambi zetu zilikuwa zinawekwa juu yake na anaenda kufa nazo jangwani, na kutana huku na baki likuwa halina dhambi. Ni kwamba watu ambao dhambi zao walizitubu kwa Yesu Kristo, watu ambao walikuwa wamejisalimisha kwa Yesu Kristo, kila wakati walikuwa wanatubu dhambi zao, sasa zimesamehewa na zimesafishwa. Kristo anazibeba, anaenda kumwekea muhusika shetani na anaenda kuangamia nazo. Baada ya kufanya hiyo huduma, kuhani alikuwa anakuja kulibariki kutano. Ni kwamba baada ya hiyo kazi sasa ya kufanya huo upatanisho na kuhamisha zile dhambi kwenda kwa shetani kutoka kwa watu wa Mungu ambao walikuwa wamezitubu, sasa Kristo anarudi kulibariki kutano, anawachukua watu wake, anaenda nao mbinguni, anawachukua watu wake sasa anaanza kuishi nao katika maisha yasiyokuwa na dhambi, maisha ya raha, maisha ambayo ndani yake hakuna uovu tena. Uovu hautajwi. Sasa inapofika sasa, ukisoma kitabu cha Ufunuo 20 fungu la 12, lakini pia unaposoma kitabu cha Malaki 3 fungu la 16, hukumu hii inahusisha rekodi ambayo imeanza kurekodiwa tangu mtu huyu alipozaliwa, kwamba ulikuwa unafanya nini, yale ni matendo mema, yale ni matendo mabaya. Kila kitu ulichokuwa umekifanya, uwe ni wito ambao ulitumwa na mbingu wewe ukaukataa, maonyo yaliyotumwa na mbingu wewe ukawa umeyapuzia, watumishi wa Mungu uliowatukana, lakini pengine hata Mungu mwenyewe ulikuwa unaamini kwamba hayupo, pengine hata Mungu mwenyewe ulikuwa unamtukana, ulikuwa humuamini, ulikuwa na kejeli maandiko. Mambo hayo yote yameandikwa. Ulikuwa unasaidia wahitaji lakini pia uliwahi kuingia katika kazi ya Mungu, kaanza kuhubiri au kuwashuhudia wengine habari za Mungu, lakini maneno yote uliyowahi kushuhudia kama ni ya uongo au ni ya ukweli, lakini dhambi zote ulizowahi kuzitenda, iwe labda ni kuzini, iwe ni kulitaja bure jina la Mungu, iwe labda ushawahi kupigana, iwe labda ushawahi hata kutukana watu, labda ulishawahi tuseme kwamba hata kuangalia watu kwa kutamani, iwe ushawahi kuiba, iwe ushawahi hata kuua pia au kusababisha maangamizi ya watu. Mambo hayo yote yameandikwa. Ulikuwa ni mtu wenye kiburi, ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa hujali habari za Mungu, ni mtu ambaye ulikuwa umejiachia katika anasa. Basi mambo yote yameandikwa na malaika waaminifu, ni malaika wasiokosea, na ndio maana inaitwa ni hukumu ya haki, ni hukumu ambayo haina makosa. Ni kwa sababu ya mambo yote uliyowahi kuyafanya, mambo yote ambayo mwanadamu amewahi kuyawaza, yote siku hiyo yataonyeshwa. Wewe uliyafanya ulikuwa peke yako, uliyafanya mkiwa wengi, yote yatadhihirika na utasimama wewe mmoja, sio kama kikundi, kwa ajili ya kujibu. Utakatifu wa mtu mwingine au juhudi za mtu mwingine kutafuta Mungu haziwezi zikasababisha wewe uweze kusalimika. Ni kila mtu atakiwa ajisalimishe kwa Yesu Kristo. Lakini kila tendo la huruma, taabu, maumivu, matukano, aibu ambazo mtu alizipata kwa ajili ya jina la Kristo zinaandikwa.